Ameupigilia uzi wake vizuri kabisa, juu hadi chini, tayari kuingia uwanjani. Lakini huyu si mchezaji wako wa kawaida wa kandanda. Hapana. Penina Wambua ana umri wa miaka 56 na ni bibi ya watoto 3. Maisha yake yamebadilika tangu alipojiunga na Mayiani Soccer Grannies. Nilianza mpira mwaka wa 2026. Wakati huo kabla sijaanza kucheza mpira nilikuwa na maumivu ya mwili. Nilikuwa sijisikii vizuri, nilikuwa na shida ya pressure, nilikuwa juu saa yote. Lakini tangu nianze kucheza mpira naendelea vizuri, sina shida mwilini, naweza tembea mbali. Wambua ni mmoja wa wanawake wazee wanaoongezeka katika kaunti ya Makueni nchini Kenya ambao wanakumbatia mchezo huo. Katika eneo hili la vijijini, timu hiyo ilianzishwa ili kuwatia moyo wanawake wazee kuendelea kuwa wachangamfu na wenye afya njema. Kile kilichoanza kama mpango wa mazoezi ya viungo kimekuwa na kuwa jumuiya inayowaleta watu karibu. This group was formed as an Kundi hili liliundwa kwa sababu yetu sisi ambao tumestaafu na tunaishi maisha ya kizembe kwa kiasi kikubwa na tuna changamoto nyingi na miili yetu. So we came together. Kwa hiyo tuliungana pamoja kucheza mpira kwa ajili ya afya ili tuwe na afya njema na kupunguza dawa tunazotumia katika miili yetu na kutangamana. Reduce the drugs we take for our bodies and socialize. Bibi hawa wana umri wa kuanzia miaka 50 hadi 80. Mazoezi hufanyika mara 2 kwa wiki kulingana na mashindano yaliyopangwa. Kufuatia msukumo wa kutazama mashindano ya kimataifa ya mpira wa miguu, wanawake hawa wanaota kwamba siku moja wataiwakilisha Kenya katika mashindano yaliyotengewa wanawake wazee. We've been watching World Cup. Tumekuwa tukitizama kombe la dunia na inapendeza sana kuwaona wakicheza. Tunawapenda vijana wetu walio uwanjani. Mimi binafsi nimekuwa nikishabikia DR Congo. Ingawa wametolewa, najua walicheza mchezo mzuri sana. A very good game. Wamejiunga na vuguvugu linalokuwa la wanawake wazee wanaocheza soka nchini Kenya na kote Afrika kwa ujumla. Licha ya shauku na upendo wao kwa mchezo huo, bibi hao wanakabiliwa na changamoto kubwa. Kama klabu nyingi za mpira wa miguu za akina mama wazee kote Kenya, wana ufadhili mdogo kwa viwanja vya michezo, jezi na usafiri kushiriki mashindanoni. Hii imewalazimisha kutegemea sana msaada wa jamii, michango binafsi na michango kutoka kwa watu wenye nia njema. Lakini Mary Kioko, mtaalamu wa afya na siha, anasema mazoezi yana faida nyingi za kiafya bila kujali umri wako. Some of the benefits of remaining physically active with aging are improved. Baadhi ya faida za kuendelea kufanya mazoezi ya mwili wakati wa uzeeni ni kuboresha afya ya moyo, kupunguza hatari ya shinikizo la damu, kisukari na unene kupita kiasi, kuimarisha misuli na mifupa ya mtu. Pia huboresha viungo vya mwili na kumwezesha mtu kufanya shughuli zake za kila siku vyema bila kutegemea wengine. Without depending on others. Wengi wao wanaishi vijijini ambako kuna miundombinu duni na baadhi hawana umeme majumbani mwao. Hii inawalazimisha baada ya mazoezi kukusanyika nyumbani kwa Juliana ili kutazama pamoja yaliyojitokeza katika kombe la dunia. Lakini kutokana na tofauti ya muda kati ya Kenya na Amerika Kaskazini, hii ni bora zaidi kuliko kukaa macho hadi usiku kutazama mechi hizo moja kwa moja.